Ukweli huu ni lazima usemwe. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yako si kwa bahati mbaya, bali kwa sababu ya heshima uliyojijengea kwa muda mrefu. Wanakuona wewe kama mtu wa hadhi fulani, mtu mwenye maadili, mtu wa kuigwa. Wakiwa mbali, wanakuona kama mfano wa nidhamu, busara na uthabiti. Wanatamani kuwa kama wewe. Huu ni mtihani. Hakikisha watu kama hawa huwachanganyie habari. Usibadilishe rangi yako kwa sababu wamekusogelea au wamekuwa karibu zaidi na wewe. Hakikisha wanakiona kile walichokiona wakiwa mbali, hata wanapokukaribia. Isije ikawa umbali uliokuwepo ndio uliokuwa unaficha mapungufu ya tabia, na ukaribu ukaweka wazi tofauti kati ya taswira na uhalisia. Heshima haijengwi kwa maneno, bali kwa mwenendo wa kila siku. Sifa sio kivuli cha muda, ni matokeo ya tabia ya kudumu. Watu wakikusogelea, wanapaswa kukuta unyenyekevu ule ule, maadili yale yale, na hata msimamo ule ule uliowavutia wakiwa mbali. Kumbuka, kuwa mfano sio kuwa mkamilifu, ni kuwa halisi na mwenye kujirekebisha. Uhalisia wenye maadili huvutia, lakini unafiki huvunja imani. Linda jina lako, linda tabia yako, na linda heshima yako, kwa sababu kuna mtu mahali fulani anajifunza maisha kwa kukuangalia wewe. Ishi kwa namna ambavyo ukaribu wako unadhibitisha zaidi mema walioyaamini juu yako, badala ya kuwavunja watu moyo. Ni maombi yangu kwa Mungu Kwaresma hii ibadilishe tabia, watu wakuone kwa karibu kama ambavyo wanakuona ukiwa mbali. Naitwa Isaac Mwacha, nikutakie siku njema, tafakari njema, panapo majaliwa.